Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Viongozi wa Ulaya wamekutana huko mjini Brussels kujadili masuala nyeti kuhusu namna ya kupambana na Urusi katika mzozo wa Ukraine, lakini pia kukabiliana na Marekani hususan katika masuala ya kibiashara baada ya rais mpya bwana Donald Trump aliyeingia madarakani mnamo mwezi Januari kuanzisha mivutano katika masuala ya kibiashara kati ya mataifa hayo ya Ulaya pamoja na Marekani na mataifa mengine ulimwenguni. Kwa hivyo mkutano huu ni kwa ajili ya mapambano zaidi ya kutaka kupata mafanikio hususan katika vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia katika mapambano yao dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Mkutano huo utafanyika siku moja baada ya mkutano wa kilele wa NATO huko The Hague, ambapo nchi wanachama ziliahidi kuongeza matumizi ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa. Katika muktadha wa vita vya Ukraine, viongozi hao wanajadili duru ya 18 ya vikwazo dhidi ya Urusi na mustakabali wa kikomo cha bei ya mafuta ya Urusi, hatua ambazo baadhi ya nchi kama vile Hungary na Slovakia zimekuwa zikipinga kwa hofu ya athari za kiuchumi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kujiunga na kikao hicho kwa njia ya video, ikiwa ni siku moja baada ya kukutana ana kwa ana na Rais Donald Trump nchini Uholanzi. Viktor Orban anaendelea kupinga msaada zaidi kwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban ameendelea kupinga msaada zaidi kwa ajili ya Ukraine na juhudi zake za kujiunga na Umoja wa Ulaya, akidai kuwa hatua hiyo itachochea vita barani Ulaya. Lakini kwa upande wake, Rais Gitanas Nausėda wa Lithuania amesisitiza kuwa Ukraine imetimiza vigezo vyote na imesikitishwa na kucheleweshwa kwa mchakato huo. Katika mjadala kuhusu hatima ya biashara kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani, Waziri Mkuu wa Ireland Michael Martin amesisitiza umuhimu wa kufikia makubaliano ya kibiashara kabla ya mwisho wa muda uliowekwa na Rais Donald Trump, ambapo amesema hatua hiyo ni muhimu kwa utulivu wa kiuchumi barani Ulaya na kwa maslahi ya wafanyakazi na uwekezaji. Kila mtu ndani ya Umoja wa Ulaya analenga kufikia makubaliano ya mazungumzo na Marekani kabla ya Juni 9, ambapo jambo muhimu sana kwa ajili ya masoko, wawekezaji, wafanyabiashara wa sekta ya viwanda, na wanasema kwamba tunapaswa kufanya kila juhudi kupata suluhu inayokubalika, si suluhisho tu lakini suluhisho bora, lakini hatutaki ushuru wa forodha ingawa tunalazimika kukabiliana na hali iliyopo mbele yetu, anasema. Mkutano huo pia unajadili mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa ametoa wito kwa kujizuia, kuheshimu sheria za kimataifa na kuhimiza suluhu ya kidiplomasia. Waziri Mkuu wa Luxembourg Louis Frieden naye amesema hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza ni ya kusikitisha sana na haki za Wapalestina haziwezi tena kufumbiwa macho. Hata hivyo, suala la Gaza limegawanyika katika viongozi wa Umoja wa Ulaya. Baadhi wanapendekeza msimamo mkali dhidi ya Israel, huku baadhi wakitaka tahadhari zaidi katika kulinda ushirikiano wa kidiplomasia. Mgawanyo huu umeendelea kuzua maswali kuhusu uwezo huo wa Umoja wa Ulaya kuwa na msimamo wa upande mmoja. Masuala ya mazingira pia yako mezani, huku viongozi wakijadili tena lengo lililocheleweshwa la kupunguza utoaji hewa chafu kufikia mwaka 2040. Tofauti kuhusu muda wa kiwango cha kupunguza uzalishaji wa kaboni zinaendelea kugawanya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya. Pamoja na changamoto hizi, mkutano wa Brussels umeweka wazi haja ya maamuzi ya haraka na mshikamano wa kisera, hasa wakati ambapo nafasi ya Umoja wa Ulaya katika jukwaa la kimataifa inapimwa dhidi ya ushiriki wa Marekani, mvutano wa kiuchumi na migogoro ya kijeshi inayotikisa ulimwengu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini niendelee kukusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi ya ulimwengu.